Ndugu zangu Waislamu, khutba yetu ya leo ni khutba ya kitaifa. Ni khutba ambayo nataka nizungumze na Watanzania wote kwa ujumla, Waislamu na wasio Waislamu. Anwani ya khutba yetu inatuambia, Watanzania, huyu ndiye adui yetu. Leo nataka tuishi na adui mkuu wa Watanzania na wanadamu wote kwa ujumla. Na khutba yangu hii wala sio khutba ya kisiasa kama ambavyo watakavyodhani baadhi. Na khutba yangu hii siitoi kwa kutafuta radhi na ridhaa za mtu yeyote, na sikusudi kumfurahisha mtu yeyote. Qur'ani tukufu sura ya 6, Suratul An'am, aya nambari 116, imekwisha mpa tahadhari na angalizo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kuwa usiridhishe watu, na katu huwezi kuridhisha watu wewe Muhammad. Aya inasema, wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah, na wewe Muhammad ukisema ujaribu kuwatii, kuwaridhisha, kuwafurahisha wengi waliomo ardhini, basi watakupotosha na njia ya Mungu. Na wanawachuoni wa Kiislamu wanatuambia, ridha nnasi ghayatun la tudrak wa ridha Allahi ghayatun la tutrak. Kuridhisha watu na kufurahisha watu ni kilele kisichofikika, lakini kumridhisha Mungu na kumfurahisha Mungu ni kilele kisichoachika. Khutba yangu hii ni khutba ambayo kama nilivyotangulia kusema ni khutba ya kitaifa, kwa sababu taifa letu linapitia katika kipindi kigumu, linapitia katika kipindi cha fitna, mfarakano baina ya watu wake. Kwa hilo basi, leo sijaja kuzidisha mfarakano na sijaja kuongeza fitna. Wenye akili kubwa watanielewa, kwa sababu namshukuru Mungu na mimi na akili kubwa, akili iliyohifadhi Qur'ani nzima, alhamdulillah. Haiwezi kuwa akili ya kawaida. Na kwa wale wanaopapatikia madigrii na masters, nina masters pia. Nalisema kwa sababu kuna watu wamezoea kusema mashekhe zetu hawana degree wala masters. Mashekhe kibao wana degree na masters. Tatizo ni kwapi? Tatizo baadhi ya watu wanataka tuendane na akili zao. Pindi tutakapoendana na akili zao, sisi ni safi, sisi ni viongozi wazuri, sisi ndio kila kitu. Ukienda kinyume na mawazo ya mtu ndio utaanza kusikia darasa la 7 huyo, madrasa hiyo, matusi kwa Uislamu.
matusi kwa Qur'an, matusi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Madrasa unaijua wewe? Unajua ndani ya madrasa yanafundishwa nini wewe? Kichwa mchunga, akili ya kushikiwa, akili ndogo kama ndege. Nazungumza na wenye akili kubwa leo katika taifa hili. Taifa na jahazi la taifa limeyumba, limetaka kuzama, na kiongozi yoyote wa dini aliyemsoma Mungu kweli kweli na kitabu chake na ni mfasi mzuri wa mitume na manabii wa Mungu hawezi kuzamisha jahazi, bali ataliokoa jahazi. Hotuba yangu insha Allah ni hotuba ambayo kama Mungu ataibariki nataka nizibe mwanya kabla ya kujenga ukuta. Ndugu zangu Waislamu, taifa letu linapitia katika majaribu na katika mitihani mizito. Qur'ani tukufu inasema hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hivi watu watadhani ya kuwa wataachwa bure bure baada ya kusema kwamba sisi ni watu wa Mungu. Tushajiita sana sisi ni watu wa Mungu na taifa la Mungu. Sasa Mungu anasema ndani ya suratul Ankabut aya ya 2, hivi watu wanadhani ya kuwa wataachwa bure bure baada ya kusema wao ni watu wa Mungu na wamemwamini Mungu bila ya kupewa misukosuko na majaribu. Taifa letu hali hii ambayo hivi sasa inapitia, umoja wetu, upendo wetu, mshikamano wetu tuliojengewa na waasisi wa nchi hii, vyote hivi vinaanza kutetereka. Ni nchi nzuri kweli kweli kuliko mamilioni ya nchi duniani. Ni nchi yenye umri zaidi ya miaka 60, makabila mbalimbali, rangi mbalimbali, maumbile mbalimbali, maeneo mbalimbali, imani mbalimbali, itikadi mbalimbali, dini mbalimbali. Hatujawahi kunyosheana kidole, lakini leo tunaanza kunyosheana kidole. Zile sifa njema tulizonazo duniani kote zinaanza kutoweka sasa. Utu, ubinadamu, huruma baina yetu, heshima baina yetu vinaanza kuota mbawa. Mimi binafsi mpaka leo nipo katika tafakuri. Tangia yatokee yaliyotokea, sijawahi kusema chochote juu ya hayo. Si kwa sababu ya uoga, sinaga nidhamu ya uoga mimi. Qur'ani sura ya 9 inamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Sema ewe Muhammad, halitotupata isipokuwa lile ambalo amekusha tuandikia Mola wetu. Na moyo wa mtu ni kichaka kikubwa sana, na hakuna mjuaye mtu zaidi ya Mungu wake aliyemuumba na yeye mwenyewe, bali al-insanu ala nafsihi basira.
Qur'ani suratul Qiyama inasema bali mwanadamu juu ya nafsi yake yeye mwenyewe ni mwenye kuishuhudia na kuijua zaidi. Waseme watakao sema. Na kwenye khutba hii kuna watu wamekuja kusudi humu ndani ili wasikilize. Nitakwenda na matashi yao, akili zao, matakwa yao. Sio mimi mtoto wa mjini, mtoto wa Dar es Salaam, jiji la gharama, mtoto wa TMK. Siko tayari kumfurahisha mtu. Khutba hii kufurahisha utajua mwenyewe, ikuudhi utajua mwenyewe. Viongozi wengi wa dini wamesema sana tangia tukio la Oktoba 29 mwaka huu 2025. Sijasema chochote. Leo ndo mara ya kwanza nasema, kwa sababu natafakari sana na nipo katika tafakuri kubwa sana, na kwa sababu nimesomea fani yangu hii ya da'wa. Fani ya da'wa inasema idha kathura at-tabakhuna fasada al-maraq, wapishi wakiwa wengi mchuzi utaharibika. Hilo ndio limenifanya ninyamaze kwanza nisikilize wasemaji wanaosema, na viongozi wenzangu wa dini zote. Kipindi hichi sasa ndo wanasema kweli kweli. Wako wanaopatia katika kusema na wako wanaokosea katika kusema. Mimi leo tafakuri yangu ni moja tu. Tafakuri yangu ni kwamba taifa letu limepata doa, taifa letu limepata dosari. Yaliyotokea hayakubaliki kidini wala kimaadili. Tanzania yoyote mwenye dini yake, sidhani kama kuna dini au vitabu vya dini vinavyounga mkono yaliyotokea. Tukirudi katika maadili, mila na silka zetu tulizoachiwa na waasisi wa nchi yetu, hawakutufundisha hivyo. Ndio maana nasema tukio hili halikubaliki kidini wala kimaadili. Watu wamepoteza uhai, waliomo na wasiomo. Majeshi yamepoteza uhai, waliomo wasiomo. Qur'ani sura ya 10 inasema wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ogopeni fitna, balaa, mtihani, msukosuko, janga ambalo likitokea halitowapata wahusika tu, litawapata watu wote. Nitumie fursa hii kuungana na kila aliyetoa pole kwa taifa na watu wake kwa ujumla. Kila aliyeguswa na matatizo haya, kwa kufiwa, kwa kuondokewa, kwa kuharibikiwa, kwa kupata matatizo mengine, niwape pole. Waliotangulia mbele ya haki, na muomba Mola awalipe kwa mujibu wa imani zao, matendo yao, mema yao na nia zao kwa ujumla. Waliobaki kuwa hai wakapata majeraha, matatizo mbalimbali, shoti, hasara, Mungu awape fidia. Na Mwenyezi Mungu ailinde Tanzania na awalinde wa Tanzania kwa ujumla. Ndugu zangu Waislamu, tafakuri yangu ya leo ni kwamba Watanzania tumekwisha mfurahisha adui yetu mkuu. Anachekelea. Nilipokuwa nursery school nasoma maeneo ya Chang'ombe miaka hiyo,
tuko tunaitwa wadudu au vidudu. Kuna mwimbo mpaka leo sijasahau, asiyejua kusoma ni mjinga kabisa, ni mjinga kabisa, huyo ni mjinga kabisa. Adui zetu wanasema hao ni wajinga kabisa. Taifa hili lina maadui. Mataifa mengine hayawezi kufurahia taifa hili kwa kukaa kwa amani, utulivu, umoja, mshikamano baina ya watu wake. Hilo linawakera mahasidi, maadui wenye roho ya kwakele, roho ya nzopata, roho ya kisokorokwinyo, wanapika pilau huko waliko. Lakini adui mkuu amekunja nna na umri wa miaka na miaka, maelfu ya mwaka, amekunja nne, anasema sasa nimewapata. Haya yanayoendelea, hakuna mshindi kwa taarifa yenu, na hakutopatikana mshindi kwa taarifa yenu. Ama taifa libaki salama na watu wake, au taifa liangamie na watu wake. Nimesema sana, mtume wa kimataifa, mwalimu wa walimu, kiongozi wa viongozi, profesa wa maprofesa, daktari wa madaktari, kiumbe pekee aliyekamilika, Sayyiduna Muhammad, ametuambia maisha ya dunia ni kana kwamba mnaishi katika jahazi lenye tabaka mbili, ground floor na first floor. Waliopo ground floor wanaomba maji kila wakati juu katika first floor, kwa sababu juu ndio kuna chakula na vinywaji. Siku wakichoka wakisema tusiwaudhi wenzetu, tusiwakere wenzetu, panda shuka sio jambo jema. Tunaonekana tunaomba wakati chakula na vinywaji ni haki zetu. Si tumekalia maji, kwa nini tusitoboe tundu dogo tukajipatia maji on time? Tusiwakere wenzetu na tusijikere wenyewe panda shuka. Mtume Muhammad kasema wamefikiri lakini hawakufikiri vizuri. Mkiwaacha wakatoboa jahazi hilo, wataangamia wao na mtaangamia nyote. Na mkiwazuia mkawarai msifanye hivyo, mkawasikiliza, watapona wao na mtapona wote. Ndugu zangu, adui wetu mkuu ni nani sasa? Twende katika kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, mwongozo tosha kwa wamchao Mungu na mwongozo tosha vile vile kwa watu wote. Adui wetu mkuu, kama umekuja kunisikiliza kuona huyu shekhe ananiunga mkono mimi au yuko na sisi, mimi siko na mtu. Kwa taarifa yako babu, niko na Mungu na mafundisho ya Mungu, na ninamwaga sera za Mungu, na ninasoma aya za Mungu. Kwa kuwa wengi wenu hamkuwahi kusoma dini, hamjui maneno ya Mungu, mnadhani elimu ni yes no, mzungu kala fenesi. Kujua Kiingereza ndio kusoma, ni lugha hiyo. Kwa taarifa yako, wazungu kibao huko Ulaya waupe kama albinos hawajui kizungu. Lakini aliyejua maneno ya Mungu, huyo ndiye aliyeshika hatamu ya ulimwengu, kwa sababu anaongozwa na ufunuo, wahi ya Mungu. Naishi na Qur'an, na kila anayejiita Muislamu, Hasani Juma Muhammad Abdalla, ukipinga khutba hii ambayo nakusomea maneno ya Mungu na Mtume Muhammad, wewe sio Muislamu. Kwa sababu ukipinga mafundisho ya Uislamu, umekwisha toka katika Uislamu. Baridi tu shekhe, hata kama sio Muislamu. Amna baridi, kuna joto akhera na kusubiri babu. Qur'ani tukufu
35 aya nambari 5 hadi 6 sura Fatir inatueleza adui wetu mkuu ni nani. Tena aya inawaita watu wote bila ya kubagua dini zao, itikadi zao na imani zao. Aliyewaumba anawaita watu wote, ya ayuhan nas, enyi watu, inna wa'da Allahi haqq, hakika ya ahadi ya Mungu ni ya haki. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, bas msidanganywe na maisha ya dunia. Wala yaghurrannakum billahi algharur, na wala msidanganywe juu ya Mungu na yule mdanganyaji mkuu, tapeli mkuu. Yupi sasa? Inna ash-shaytana lakum aduwwun, hakika ya shetani Iblisi kwenu nyinyi ni adui. Fattakhidhuhu aduwa, basi nanyi mchukulieni adui. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir, hakika si vinginevyo target ya shaitani, nia ya shetani, malengo ya shetani ni kujipatia kundi ili apate kwende nalo motoni. Kama hili halitoshi, katika sura ya 12 suratu Yusuf aya nambari 5 Mola anaweka wazi, anasema inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin, hakika ya shetani kwa mwanadamu ni adui aliyewazi kabisa. Sheikh anatuambia nini? Nakwambia ni maneno yaliyekuumba, ukiyapokea ni faida kwako, ukiyakataa wewe ni kiumbe dhaifu sana. Saa 4 asubuhi uko, saa 4 usiku uko hoi usingizi, njaa huwezi kuvumilia, maumivu ya jino huwezi kuvumilia. Ukipokea sawa, ukikataa sawa. Tulidhani angetuambia adui wetu ni huyu. Mimi naishi na maneno ya Mungu, siishi na matakwa yako. Kama maadui wadogo wadogo tunao wengi tu, hata mimi nao, hata wewe unao. Na kuwa na uadui maana yake una neema. Ukikosa adui huna neema, huna chochote wewe. Isi wazungumzi maadui wadogo wadogo, na mzungumza mastermind kubwa lao, adui mkuu ambaye vita vyake na sisi, baba yetu Adam na watoto wake kwa ujumla, vilianzia mbinguni. Kwa taarifa yenu, qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu, Mungu akawateremsha wote. Adam shuka, mkeo Hawa shuka, na Ibilisi na wewe shuka, mtu tatu. Atangia siku hiyo akaapa, nitakula sahani moja na wao. Leo nitakuelezeeni kazi kubwa za sheitani, kazi kubwa za shaitan, kazi kubwa za Iblis, ili muone yaliyotokea. Mkono wa shetani pia haukosekani kwa namna moja ama nyingine. Suratul A'raf sura ya 7 aya nambari 27, msikilize Allah anasemaje. Anawaita wanadamu wote, anawaambia ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu, enyi wana wa Adamu kuweni makini, asije akawafitini, asije akawafitinisha, asije akawaangamiza, asije akawapotosha. Shetani
ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu, enyi wana wa Adamu, asije kuwafitini, asije kuwafitinisha, asije kuwagombanisha, asije kuangamiza, asije kuwapotosha shetani. Kama akhraja abawaykum min aljanna, kama alivyofanikiwa kuwatoa wazazi wenu wawili Adam na Hawa peponi. Laiti shetani asingehangaika akatunga akapanga na kupangua namna gani anaweza kuwagombanisha Adam na mkewe na Allah na Mola wao, namna gani anaweza kuwatoa peponi, shida zote leo duniani tusingelikuwa nazo, tungelikuwa tunaishi peponi sote au tunaishi mbinguni kwa raha zetu. Hakuna bili za umeme, hakuna bili za maji, hakuna risiti za nini, kila kitu tunapata fresh, hakuna shida ya aina yoyote. Alimhusudu baba yetu na mama yetu akawatoa huko peponi. Yanzi'u libasahuma liyuriyahuma sawatihima, akawavua mavazi yao ili apate kuona uchi wao. Mapambano, uadui baina ya shetani na baba yetu Adam na kizazi chake ni siku nyingi sana na hayatokwisha. Na yeye aliomba kwa Mungu ampe umri mrefu, ikiwezekana asifi mpaka siku ya kufufuliwa, ili ahakikishe anajizolea wengi katika watoto wa Adamu waende naye motoni. Sasa nini shida ya shetani? Nini shida ya shetani kwetu sisi? Shetani anatutakia nini? Na nini kazi kuu ya shetani? Wenye akili kubwa watanielewa, wasiokuwa na akili kubwa watanitoa akili. Ukinitoa akili haina maana hapo nitavua nguo nitakuwa taira. Akili ninazo, nimeumbiwa na Mola wangu, ila wewe tu unanitazama juu juu, uwezo wangu haujui. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sikiliza sasa kazi kuu za shetani. Mosi, kupotosha. Sura ya 7 Al-A'raf aya nambari 16 hadi 17, Mola kasema akimnukuu shetani, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Shetani bado angali yuko mbinguni, amekwisha laaniwa, amekwisha fukuzwa. Kabla hajashuka alipokuwa ni jeuri na pasua kichwa, anamwambia Mungu, sawa, umeshanihukumu kwa namna ya ulivyonihukumu, kwa kunihukumu kwako na kunilaani kwako na kunihukumia mimi ndio fungu la kukosa moja kwa moja. Ninaapa na mimi la aqudanna lahum siratakal mustaqim, nitawavizia katika njia yako iliyonyoka, nitawakalia katika njia yako iliyonyoka. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim, kisha nitawajia mbele yao na nyuma yao, wa an aymanihim, na kuliani kwao, wa an shamailihim, na kushotoni kwao. Wala tajidu aktharahum shakirin, nitawazonga
nitawazunguka, nitawapepeta, nitawashika, nitahakikisha wengi wao hawatokushukuru bali watakukufuru. Unaona hili dogo? Unaona nakwambia upuuzi? Atakaisema ni upuuzi mtupu katuambia huyo sio Muislamu. Kwa sababu nakupa maneno ya Mungu. Wewe ni shahidi ya sura fulani aya fulani. Ukipokea sawa, usipopokea sawa. Lakini akhera suratul Mulk inasema utaulizwa, alam ya'tikum nadhir, hivi hajakujieni mwonyaji? Hamjapata kusikia maneno yangu kupitia kinywa cha huyu shekhe na wengine? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Watakiri wale waliokataa maneno ya Mungu pindi tunapowasomea leo hapa duniani, watasema ndio, waonyaji wametuonya sana na wametujia sana na wametuhubiria sana. Fakadhabna, sisi tuliwakadhibisha, tuliwaambia njanye, chawanyie, kadhanyie. Watakapotupwa motoni watasema qalu law kunna nasma. Lau tungesikia maneno ya Mungu tuliokuwa tukiambiwa na watu wa Mungu, au naqil, au tungetia akilini tukatuliza munkar, ma kunna fi ashabi as-sa'ir, leo tusingelikuwa motoni. Kinachomfanya mwanadamu aongoke awe katika njia iliyonyooka ni maneno ya Mungu na mafundisho ya Mungu, na wala sio wanasiasa wala siasa wala muhemko wa kisiasa. Shetani ameapa lazima jipatie kundi lake. Nenda katika sura ya 4 An-Nisa aya nambari 18, msikilize Allah anavyomzungumzia shetani. Allah anasema la'anahu Allah, Mungu amemlaani tayari shetani. Waqala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruda, na yakasema nitahakikisha nitachukua sehemu maalumu katika waja wako. Qur'ani kaja kumalizia aya iliyofuata, wa man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillah, na yule atakayemfanya shetani kuwa rafiki kinyume na Mungu, atakayemfanya shetani kuwa ni kipenzi chake kinyume na Mola wake, faqad khasira khusranan mubina, hakika na bila shaka huyo ndiye aliyepata hasara zilizo wazi wazi. Kazi kuu ya shetani ni kupotosha, mosi, na kila anayepotosha anafanya kazi ya shetani. Pili, kazi kuu ya shetani, kazi ya pili ni kuhakikisha hapati laana ya Mungu peke yake na haendi motoni peke yake. Kachungulie sura 35 sura Fatir aya nambari 6. Mola anasema inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir, hakika si vinginevyo anawaita watu wake na kuliita kundi lake ili lipate kuwa pamoja naye motoni. Katika sura ya 14 suratu Ibrahim, shetani atawahubiria wafasi wake katika jukwaa ndani ya moto wa Jahannam. Sikiliza wewe Muislamu, wewe Muislamu, sikiliza vizuri sana. Nenda katika suratu Ibrahim, sikiliza Allah anavyoeleza kuanzia aya nambari 22. Atakapohukumiwa kwenda motoni kwa vitendo vyake, atapanda juu ya mimbar kama hivi,
anatoa speech ya kimoto moto, ya kimotoni motoni. Waqala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru, shetani akasimama juu ya moto wa jahannam, ndani ya moto wa jahannam, juu ya jukwaa. Baada ya Mungu kupitisha hukumu shetani motoni, waliokusikiliza motoni, uliofanikiwa kuwapotosha motoni, uliofanikiwa ukawaka kufuru motoni, atawasemesha watu wake, atawaambia inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqq wa wa'adtukum, hakika ya Allah amekuahidini ahadi ya kweli, na mie nimewaahidi ahadi ya uongo. Duniani hiyo anazungumza duniani. Huko duniani Mungu amewaahidi ahadi ya kweli kupitia mafundisho yake na vitabu vyake. Wa wa'adtukum, nami nikawaahidi ahadi ya uongo. Fa akhlaftukum, nikaenda kinyume na ahadi yangu, nimewafunga kamba mkaingia mazima. Fa akhlaftukum, nikaenda kinyume na ahadi yangu hiyo. Kisha akasema wama kana liya alaykum min sultanin, mie duniani sikuwa na power dhidi yenu. Sijawahi kumfunga mtu pingu. Ushawahi kuniona we anaweka mkono nyuma? Wewe ushawahi kuniona sura yangu? Nyie leo mnanilaani mimi, wewe unanijua mimi? Ushawahi kuniona wapi nimeshawahi kukufunga mnyororo nikakuburuza njoo huku? Wapi leo nimewahi kukutia pingu nikakwambia njoo huku? Kazi yangu kubwa ilikuwa ni illa an da'awtukum, nilikuwa na dili na akili zenu finyu, nilikuwa na dili na akili zenu ndogo. Niliwashikilia akili, nikawapepeta, mkapepeteka, nikawatikisa, mkatikisika, nikawaita mimi. Fastajabtum li, nyinyi mkaniitikia. Fala talumuni, hivyo basi leo msinilaumu. Walumu anfusakum, na muzilaumu nafsi zenu. Huyo shetani ana akili kuliko mchwa, ana akili kuliko mdudu. Anakwambia hujawahi kuniona, sijawahi kukufuata live nikakwambia fanya 1 2 3. Nilikuwa na kupepeta na kupuliza tu mawazo mabaya kwenye nafsi yako, nawe ukanifuata. Hivyo basi msinilaumu leo, muzilaumu nafsi zenu. Watanzania, shetani amefanikiwa juu yetu. Sikiliza mmoja ya mambo anayoyapenda mno. Bwana Mtume Muhammad anasema, wewe mfasi wa Muhammad sema sallallahu alayhi wasallam, katika kitabu cha Sahihu Muslim hadithi nambari